Nitakwambia kile ambacho Mungu alikuwa anakifanya kwa mwaka 2025. Alafu nitakwambia kile ambacho anaenda kukifanya 2026. Nataka tutembee Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 9. Paulo anaambiwa kuna wakati alikuwa anapitia sintofahamu, anapitia changamoto. Paulo anaambiwa na Mungu, neema yangu ya kutosha, kwa maana nguvu zangu hukamilika katika udhaifu. Wapendwa, mwaka 2025 haukuja kama mwaka mwingine tu. Mwaka 2025 haukuja kama mwaka mwingine tu. Uliingia kama mgeni aliyeleta zawadi mbili mikononi mwake. Zawadi ya kwanza ilikuwa ni neema ambayo haistahiliwi, lakini isiyoisha, lakini isiyozuilika. Na zawadi ya pili ambayo mwaka 2025 ilikuwa imetuletea ni zawadi ya utukufu. Tulikuwa na maneno makubwa mawili, neema na utukufu. Na mambo yakaanza kubadilika, na mara nyingine pole pole, mara nyingine ghafla. Zile sudden ghafla ambazo tulikuwa wamezishuhudia wengine zilitokea, na zilikuwa ni zile ambazo ni ghafla ambazo huwezi kuziombea mapema. Yani imeshatokea, ndio imetokea. Mara nyingi watu napenda kuombea ghafla. Ghafla iombewe. Ghafla mara nyingi ni mapenzi ya Mungu. Haleluya. Kuna mtu ananielewa? Nataka niongee na wewe ili unielewe. Ghafla mara nyingi ni mapenzi ya nini? Ya Mungu, sio shetani. Kwa sababu Mungu ana ulinzi mkubwa na wewe kuliko shetani. Na shetani hawezi kukugusa wewe bila kibali cha Mungu. Kuna mtu ananielewa ninachokisema? Sasa mara nyingi huwa tunataka tuombee ghafla. Sasa 2025 ulikuja kama mwalimu, nataka uelewe. Lakini ulikuja kama mwaka wa rehema. Lakini alikuja kama mkemia fulani wa maisha. Mwaka 2025 ulikuja kama mjenzi wa mishipa ya kiroho. Mwaka 2025 ulitukuta kabla hatujavaa viatu, ulituwahi. Mimi ni mtu wa shairi, kwa hiyo nataka unisikilize vizuri. Unisikilize vizuri. Bwana asifiwe sana. Sasa neema sio mto wa mapumziko. Ni mashine ya kuinua waliochoka. Neema si ruhusa ya uvivu. Ni uwezo wa kufanya yasiyowezekana. Neema kama uwezeshaji, kama Wakorintho wa kwanza 15:10 anavyosema. Paulo anasema, nilifanya kazi kuliko wote, lakini si mimi, ila ile neema iliyokuwa inafanya kazi. Mwaka 2025 iliwasha injini mpya ndani ya watu. Iliwashangaza wengi kwa kuwa walijikuta wanaanza vitu walivyokuwa wanaogopa. Wengine wanakamilisha vitu walivyokimbiza kwa miaka. Tumesikia watu wamejenga nyumba hapa. Walikuwa mwaka 2025 watu walijikuta wanajenga vitu walivyodhani hawastahili kuvijenga. Wanatembea kwenye barabara walidhani ni za watumishi wakubwa tu, kumbe hata wao wangeweza kutembea. Hiyo haikuwa mbinu, ilikuwa neema inabeba mtu kama upepo wa saa 8. Neema kama kiongezeo cha mwendo, sawa sana Zaburi sura ya 90 mstari wa 17.
Mambo yaliyokuwa ya polepole yaliruka kama gari lililopata mteremko. Miradi iliyoonekana migumu ikaenda kwa kasi kwa wengine. Milango iliyodhaniwa imefungwa ikafunguka kabla hata hujamaliza maombi yako. Matarajio yakakutana na majibu ghafla. Kwa sababu neema haifuati ratiba ya serikali. Neema inafuata ratiba ya Mungu. Lakini neema ilikuwa kama kirekebisho, sawa na Tito sura ya 2 mstari wa 11 hata wa 12. Biblia inasema neema imefunuliwa. Haitufundishi tu, lakini inakataa na inaondoa na inarekebisha. Ndio maana mwaka 2025 ulionyesha wazi, nia zisizo safi ziliwekwa bayana. Mahusiano yasiyo ya kiungu yaliwekwa bayana. Milengo mibovu iliwekwa bayana. Tamaa zilizofichwa zilifichuliwa. Si kwa kuaibisha, ila kwa kutengeneza. Watu walipoteza ghafla hamu ya vitu walivyovipenda sana. Mipango mizuri ikageuka mizigo. Maamuzi ya ghafla yakawa sio hayo tena. Hiyo ilikuwa neema ikirekebisha mstari wa maisha. Hatukuielewa. Kama neema ilikuwa injini, utukufu ulikuwa ni anga, utukufu ulikuwa ni hewa, utukufu ulikuwa ni weight, uzito, utukufu ulikuwa ni uwepo unaoshikika. Tumesema mwaka 2025 ulileta wageni wawili, neema na utukufu. Nimwongelee mgeni utukufu aliyekuja mwaka 2025. Utukufu sio moshi, ni uzito. Ni uzito. Unaposhuka mambo hayatembei, yanaanguka. Yanatokea haraka kuliko group la WhatsApp lililowashwa data. Heavyweight. Ndio maana ya neno utukufu, the doxa. Ndio maana 2025 ulileta vifo vya ghafla. Kuna waliopandishwa vyeo bila kutarajiwa. Unafahamu miujiza ya Mungu, wakati wewe unasema hii sio sawa, Mungu anasema ndio sawa. Sawa, kuna mwingine ambaye wakati wewe unalia, kuna mwingine amepandishwa cheo ghafla na yeye anamshukuru nani? Mungu. Si unaona hiyo balaa, wote tunamshukuru Mungu. Kufichuliwa kwa siri za ndani za huduma. Kuna wengine huduma zao zilionekana wazi kwamba hizi ni mamluki. Ajira zisizotarajiwa zilitokea. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Kuna ajira zisizotarajiwa. Kuna watu tumesikia wanatoa shuhuda hapa. Zilitokea. Yaani wakati wengine wanalia, wengine wanasema alhamdulillah. Hii ndio formula ya Mungu. Kwa sababu akili zake hazichunguziki. Mawazo yake yako juu sana. Wewe unawaza upumbavu, na mimi nawaza upumbavu. Na ndio maana upumbavu wa Mungu ndio hekima ya kwako kubwa kuliko zote. Yaani Mungu anapoanza kuwaza upumbavu, ndio nyie mnaitwa maprofesa. Huo ndio upumbavu na ujinga tu wa Mungu. Siku akiamua kufanya mambo vya kijinga, ndio yule profesa anasimama, mnasema, mnapigia makofi. Jamaa linatoa pointi. Huo ndio ujinga na upumbavu wa Mungu. Maana yake unapoishia yeye ndio huanzia. Neema ya kuona mambo kabla hayajatokea. Tumesikia watu wakitoa maunabii mbalimbali. Nataka unisikilize kwa makini. 2025 utukufu unaposhuka,
kunakuwa na neema ya kuona mambo kabla hayajatokea. Wengi waliona itakuja kutokea. Tazama, hivi ndivyo asema Bwana. Na Mungu hana shida na yote hayo. Alitaka tuelewe 2025 imebeba nini. Mabadiliko ya tabia ndani ya dakika. Kuna watu tuliowaamini kwamba hawawezi kabisa kutugeuka, walitugeuka ghafla. Utukufu ulikuwa ukitembea bila kutuma notification. Utukufu hufichua mioyo. Utukufu hauna sura mbili. Unaleta ukweli kama tochi ya askari usiku. Ndipo 2025 ukawa kama x-ray ya roho. Kila mtu akawa anaonekana alivyo ndani. 2025 tumejua tabia za watu wazi kabisa. Utukufu ulifanya wengine warudi kwenye maombi bila sababu. Watu walijisikia kuomba na hawajui waombe nini. Na hata sasa tuna maombi, utasikia siku 40, siku 100, siku 200, siku 300. Kila mtu anaomba na wengine hawajui waombe nini. Kwa sababu utukufu umeshuka. Wengine mlianza kusikia kitu ndani kisichosemeka. Najisikia ndani, yaani kuna namna siwezi kutulia. 2025 iliwafanya msikie vitu visivyosemeka. Wengine neno likaanza kuwaka tena kama moto wa zamani. Huo ulikuwa utukufu ukisema, rudi karibu na mimi. Kwa nini mambo yalikuwa ghafla? Kwa sababu 2025 haukupewa umbali mrefu. Mungu aliufinyanga, akaubana, akaubeba kwa mikono miwili. Alituingiza kwenye mwaka wa ufupi wa wakati na upana wa utendaji. Wale wapishi wanaweza wakasema ni mwaka wa microwaves. Microwave, vitu vya dakika ngapi? Ungepika kule dakika ngapi? Nusu saa au masaa mawili unachochea, sio? Microwave ni dakika ngapi? Mwaka wa safari fupi lakini uliokuwa unataka matokeo makubwa. Mungu alisema nini kwa taifa la Tanzania 2025? Mungu aliingia kipindi cha uundaji na utambulisho wa kiroho ndani ya Tanzania. Mwaka ulipoanza, anga ya kiroho Tanzania ilibadilika kimya kimya. Ghafla walinzi wa maombi wakaamka. Wale waliokuwa wanaomba wakaamka, waombaji. Ghafla sauti mpya zikaibuka. Kuna watu walianza kusikika, wale ambao hawajulikani. Ghafla maono ya kitume yakajitokeza. Ghafla mwamko wa ufalme ukaongezeka. Mungu alikuwa akinong'ona, hii si nchi tulivu, ni nchi yenye mimba ya wito. Wakati wengine wanaomba utulivu, wangapi wamekuwa wakimwomba Mungu utulivu kwa ajili ya taifa la Tanzania? Kila siku badilisha, mwambie Mungu, nisaidie nijue mimba iliyobebwa na taifa la Tanzania. Sijui kama naongea na taifa, naongea na watu hapa wanaonielewa. Mungu alikuwa ananong'ona. Nataka uelewe, ili ninapokupeleka 2026 uelewe kitu gani kinaenda kutokea. Uongozi ulianza kupangwa upya. Uongozi ulianza kupangwa upya ndani ya taifa la Tanzania. Kila nyanja.
si kwa wanasiasa tu, kwa taarifa yenu, bali viongozi wa kiroho, lakini pia kwenye maeneo ya elimu, kwenye maeneo ya uchumi, kwenye kizazi kipya. Mungu aliondoa nguzo za udongo akaibua nguzo za chuma. Anaposema nguzo, niko very poetic. Sasa Alex, utanielewa Mungu alikuwa akisema, waandalie wazazi wa taifa, waandae wazazi wa taifa, inua Yusufu, inua Danieli. Sisi hatuelewi tunachokiomba. Wakati wa sintofahamu, Biblia inasema ni wakati wa kufikiri, si wakati wa kulia, ni wakati wa kutulia ili uweze kufikiria. Pengine kuna mimba imebebwa na taifa la Tanzania. Kuna mtoto anatakiwa azaliwe katika taifa la Tanzania, na pengine sio hicho unachokiwaza wewe, na nataka nikuhakikishie sio hicho mnachokiwaza. Kuna mtoto anazaliwa. Bwana afungue macho yako kisha uone mtoto anayekwenda kuzaliwa. 2025 ilikuwa mwanzo, utaona, wa vikundi vingi vinavyochipuka. Utaona vituo vingi vya mafunzo ya kiroho sehemu mbalimbali kujengwa. Utaona mababa wengi wa kiroho walikuwa wakipandishwa, wakatishwe katika nafasi zao. Mwaka 2025 ilikuwa ni sauti inayosema ni wakati wa kubadilika kutoka kuwa na wito hadi kuwa na majukumu. Kwa utulivu lakini kwa usahihi. 2025 walinzi wa rohoni waliamshwa. Ndoto nyingi zikatokea. Maonyo mengi tukasikia. Tukasikia sauti ya Mungu iliyokazwa. Hisia ya kuna nini kinakuja ndani ya watu. Lakini Mungu alikuwa akisema, lindeni milango. Kipindi kijacho kinahitaji macho yaliyofunguka. Matukio ya ghafla kitaifa yalikuwa ni ujumbe. Kila mabadiliko ya kushtukiza yalikuwa ni ishara. Mungu anasema, ninaandaa ardhi kabla ya kujenga tena. Tanzania iliingia mwaka wa maandalizi wa miaka mitatu inayokuja, 2025. Sijui kama kuna mtu ananisikia. Kuna mtu ananielewa ninachokisema? Umenielewa? Na ndio maana haukuona vile ulitaka uone, kwa sababu kulikuwa na sauti ambayo Mungu anataka uisikie. Wakati na tafakari leo, nataka nikusaidie. Tunaingia 2026. Leo ni tarehe 30 mwezi wa 11 2025. Nataka nikupe neno linalokwenda kuongoza mwaka 2026. Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Wangapi wameelewa 2025 ilivyokuwa? Ndio nimemaliza hivyo ilivyokuwa. Umeelewa ujumbe uliopo ndani yake? Mungu yuko kazini. Hebu muangalie mwenzako, mwambie Mungu yuko kazini. Mwaka 2026 hebu twende tuimbe kidogo.
habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema, habari njema, raha yangu, Yesu ndiye, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Amen. Inua mkono wako, sema e Bwana. Sema tena, e Bwana, niko tayari kusikia kile unaenda kukifanya. Nifanye niwe sehemu ya yale unayoenda kuyafanya 2026, yatakayokurudishia wewe heshima na utukufu. Amen. Amen. Okay. Mwaka 2026 nikamwona askari mmoja akiwa amesimama. Askari mmoja akiwa amesimama, mkono wake wa kushoto amebeba neno, amebeba Biblia ambayo ni picha ya neno la Mungu, na mkono wake wa kulia amebeba upanga. Kisha nikajiuliza maana yake nini? Ndipo nikaambiwa mwaka 2026 ni mwaka wa upanga usiozuilika. Nikaogopa sana. Nikasema mbona upanga usiozuilika? Nafahamu wengine watakuja waseme ni mwaka wako wa kuinuliwa. Usisahau ni upanga usiozuilika. 2026 ni upanga usiozuilika. Lakini nikufafanulie kidogo. Wengine wameshaogopa, wanasema mbona kazi ni ngumu. Mungu anaenda kuendeleza alichokianzisha 2025. Kama ulinisikia nilichosema 2025 ilikuwa ni nini? 2025 yalikuwa ni maandalizi ya miaka mitatu ijayo. Sasa mwaka 2026 ni mwaka ambao Mungu anapangua na kupanga upya nyumba yake. Natamani kila mmoja anisikilize wakati huu. Kule backbenchers, listen to me very careful. Usije ukasema umepitwa. Nisikilize vizuri. 2026 ni mwaka ambao Mungu anapangua na kupanga upya nyumba yake. Isaya 43:19 anasema, tazama ninafanya jambo jipya, sasa litachipuka. 2026 ndugu zangu, si karatasi nyingine ya kalenda. Ni mwaka ambao mbingu inainama karibu sana, kana kwamba Mungu mwenyewe anashuka kukagua misingi. Mungu anashuka kugonga milango. Mungu anashuka kuhamisha viti na kupindua meza. Ni mwaka ambao mpangilio wa kitume unakuwa muhimu kuliko mapendeleo ya watu. Ni wakati ambapo tunarudi kwenye msingi wa kile Mungu anataka na sio maoni ya watu. Lakini ni mwaka ambao wazi wa kinabii unakuwa na uhakika zaidi na ukweli zaidi kuliko tulivyozoea.
Ni mwaka ambao hofu ya Bwana itatembea tena ndani ya kanisa. 2026 ni mwaka wa upangaji upya wa serikali ya kimungu. Isaya 9:6 anazungumza kwa habari ya na ufalme wake utakuwa mabegani mwake. Mwaka 2026 unaonesha na unaelezea namna ambavyo viongozi watajaribiwa. Samueli wa kwanza 15:22 mpaka 23. Viti vya enzi vitatikiswa mwaka 2026. Mifumo ya Sauli itafichuliwa, na kina Daudi wataitwa kutoka kule machungani kusikofahamika, mashambani, na ambao hawakuomba kazi ndio watapewa kusimamia mambo makubwa. 2026 sio mwaka wa kupendeza, sio mwaka wa Kristo wa kufurahia, sio mwaka wa I receive. Sio mwaka wa yes papa. 2026 sio mwaka wa kutiana moyo. Ni mwaka wa utawala wa Mungu kuchukua nafasi yake. Ni mwaka wa kukubali kufuata maelekezo ya kimungu. Lakini mwaka 2026 utakuwa ni mwaka wa lango la malango. Na maanisha nini? Mlango mmoja utafunguka kukuonesha milango mingine mingi. Ufunuo 3:8 anasema, tazama nimeweka mbele yako mlango ulio wazi ambao hakuna awezaye kuufunga. Ni mwaka wa mpangilio wa Mungu, lakini ni mwaka wa mzunguko uliokamilika. Kazi za zamani zinamalizika. Niongee na watumishi wa Mungu, mwaka 2026 si mwaka wa kufanya kama mlivyozoea. Ni mwaka wa kufanya kama majira ya Bwana yanavyotaka tufanye. Na yale ambayo tuliyazoea hayatakuwa na mashiko 2026. Majukumu mapya yanafunguliwa. Milango mingine itafungwa milele. Nisikilize wewe uliyeko hapa na unayenisikiliza kule kwenye screen. Milango mingine kwako uliyokuwa umefunguliwa itafungwa milele. Na hata ukijaribu kujipendekeza mlango ufunguliwe, utakataliwa. Mlango utakuwa umefungwa milele. Kuna watu marafiki zao watawaacha for good. They will never come back to them. Kuna watu watakataliwa for good. Nikutie moyo, sio roho ya kukataliwa. 2026 hamna roho ya kukataliwa. 2026 hiyo itakuwa ni rehema. Mungu anakurehemu wewe dhidi ya uharibifu ambayo hiyo milango iliyofunguka mbele yako ingekuletea. Lakini kuna mingine itafunguliwa kwako milele. Kumbuka, sio kila mlango uliofunguka ni baraka. Na pia kumbuka, sio kila mlango uliofungwa ni vita. Wengine ni Mungu kufanya usafi wa vyumba ambavyo tulivikataa. Tuko na operation safisha. 2026 ni mwaka wa ukweli mgumu. Mwaka wa ukweli mgumu. Ni mwaka wa neema ya kitume kufanya kazi. Sizungumzi kwamba wataibuka mitume wengi, no. Lakini tunaenda kufanya
kwa neema ya kitume, kwa sababu ni Mungu anafanya ujenzi wa kanisa lake. Mwaka 2026 jipange, tafuta mafundisho sahihi, acha kurukaruka kama ndege. Tafuta mafunzo, neno la Mungu sahihi. Ni mwaka wa kuwa mwanafunzi wa kweli, sio mfuasi. Ni mwaka wa uwajibikaji. Kuna watu wamezungumza, wameomba hapa, wameongea hapa. Ni mwaka wa uwajibikaji. Ni mwaka wa ushirika wa agano, lakini ni mwaka wa kutembea katika utakatifu. Ninaposema kutembea katika utakatifu, sio kujifanya, kuwa halisi kutokea ndani kuja nje. Huu sio mwaka wa kuongea bila kubadilika, ni mwaka wa kuongea kisha ukabadilika. 2025 watu mko mna maneno mengi sana, mnaongea sana, mna ahadi nyingi sana. 2026 ni mwaka wa kutenda. Tutaona mambo yafuatayo. Vyote vilivyoifunika kweli vitadondoka. Vyote vilivyoifunika kweli vitadondoka. Tutaona watu mashuhuri waliokuwa wamebaki kwenye majukwaa, wawe ni watumishi, CV yao kwa sababu ya majukwaa waliokuwa wakiyapanda itaporomoka. Kisha Mungu atainua uhalisia, kwa sababu katika majira haya tunayoendea, Mungu hatengenezi watu maarufu, anatengeneza wana halisi. Lakini tutaona siri za ndani za watu zikifichuliwa. Tutajua, tutasema ala, kumbe. Lakini manabii kuchujwa, manabii watachujwa. Wameongea wengi sana mpaka tumevurugwa. Sasa mwaka 2026 ni sauti nyembamba inasema watu watachujwa. Nilikuwa nafundisha juzi hapa, nasema tunaelekea kwenye majira ambayo kelele hazina nafasi tena. Na wale wenzangu ambao tumepewa mafuta, ukishaona wakati unaanza huduma yako walikuwa wanadondoka watu 100 Jumapili, ukiwa unahubiri watu 100 wote wanadondoka na wengine wanasaidia. Baadaye umekuwa umeenda, unaona wameshuka, wamekuwa 20, na bado sasa hivi angalau kusanyiko kubwa la maelfu, lakini unaweza ukakuta wanaodondoka ni watu 7, 8, 9, 10. Mungu anakukumbusha kwamba majira yamehama, badilika, kwa sababu upako hauko kwenye kudondoka tena, upako upo kwenye kubadilishwa nia ya ndani. Tutasikia sauti halisi zikiinuliwa. Kuna watumishi wako vichochoroni hamjawasikia, Bwana atawainua, kwa sababu wale ambao walipewa nafasi ya kusimama na kuonekana hawakuitendea haki platform. Na Mungu atusaidie kama sisi tulizembea kwa namna moja ama nyingine kuitendea haki platform ambayo Mungu ametupa. Mungu aturehemu kabisa. Mwaka 2026 wazi wa maono utarudi. Lakini maono gani? Maono ya Kristo. Lakini mwaka 2026 ni mwaka wa kujenga upya. Ni mwaka wa kufikiri upya. Ni mwaka wa kusafishwa. Ni mwaka wa kutubu. Lakini ni mwaka wa kurekebisha mwelekeo. Huu si ukarabati kama wa nyumba ama rangi. Huu ni ukarabati wa muundo na msingi. Mwaka 2026 kutakuwa na utenganifu. Tutajua wanafunzi na watazamaji.
tutajua wana na wahudhuriaji, lakini tutajua nguzo na mapambo. Wachache watabeba uzito ambao umati haukuweza. Kwa taifa langu la Tanzania, mwaka 2026 si mlipuko. Ni kubana mkanda kabla ardhi haijabadilika 2027 mpaka 2028. 2026 kutakuwa na tetemeko katika siasa, sawa sawa na Zaburi ya 75 mstari wa 6 mpaka wa 7. 2026 kutakuwa na tetemeko katika uchumi, sawa sawa na Hagai 2:6 mpaka 9. Lakini kutakuwa na mtetemeko katika mazingira ya kiroho. Kanisa litatikisika, sawa sawa na Timotheo wa pili 3:1. Kanisa lisilale wakati huu. Huu si wakati wa kulala. Ni jana nilizungumza, wale waliokuwepo sema huu ni wakati wa kukaa mstari wa mbele. Nikijaribu kuweka kwenye sentensi fupi, mwaka 2026 ni mwaka wa Mungu kurejesha serikali yake, kufungua na kufunga milango ya hatima, kutenganisha ukweli na bandia, kujenga misingi upya, kuinua masalia na kuyaandaa mataifa kwa mabadiliko yajayo. Kuna mabadiliko hatujayaona yanakuja. Kwa hiyo taifa linaandaliwa kwa ajili ya mabadiliko yajayo. Kile mnachokiona bado. Mwaka 2026 si mwaka laini, nimesema si mwaka wa burudani, ni mwaka wa uzito mtakatifu. Mwaka huu unahitaji mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, unahitaji kutambua majira na nyakati. Jambo la pili, unahitaji nidhamu. Jambo la tatu, unahitaji utii. Na jambo la nne ni kuongezee, unahitaji ujasiri, kwa sababu mbingu imeshuka kufanya kazi yake na hakuna anayeweza kuzuia. Ni mtoto gani anayezaliwa huyo? Ni mtoto gani anayezaliwa huyo? Ilisemekana Tanzania ni kisiwa cha amani. Ni kweli kabisa, ni kisiwa cha amani. Lakini mimba ikikamata ina purukushani zake mpaka mtoto azaliwe. Si jambo jepesi. Mungu anataka aitume tena Tanzania kwenye mataifa. Unanisikia ninachokisema? Awamu ya kwanza imepita. Awamu inayofuata ni awamu ya uwajibikaji. Mungu anataka aitume Tanzania sasa kwenda kukomboa mataifa. Wanasema inawezekanaje? Ndio ameanza kuitengeneza Tanzania ili awe mama yule aliyekuwa wa mataifa. Tanzania ni mama wa mataifa.
Sijui kama unaubeba huo uchungu, huo utungu. Sijui kama unaubeba huo utungu. Amina. Sijui kama unaubeba huo utungu. Hem, tusimame. Wale watakao kuwa tayari committed, wamejitoa kwa ajili ya Bwana usiku na mchana. Wale watapenda kusikia sauti ya Mungu kuliko hisia zao, kuliko burudani. Mungu atawapeleka mbali zaidi. Na nimekuja kuwatangazia ninyi hapa, Mungu anawapa taifa la Tanzania. Mungu anawapa taifa la Tanzania. Anatafuta walio tayari. Mbingu inashuka. Tumeomba muda mrefu, tunasema kama ilivyo wapi? Mbinguni, iwe hapa duniani. Mbingu imeamua kushuka. Wakati wana wa Israeli wakiwa katika nchi ya Misri, kilio chao kilifika mbinguni. Mungu akashuka. Na wewe umelia sana 2025. Wengine ndoa zenu zilitaka ziporonyoke. Wengine mkasema bora turudi. Wengine waliaga bora nirudi kwetu. Wengine walisema najuta kuolewa na huyu baba na kuwa mwanamume wa huyu mke. Haukuwa mwaka wa wewe kuburudika. Mungu alitaka usikie wito anaokupatia. Katikati ya uchungu, katikati ya maumivu, kuna mimba iliyobebwa. Lazima mtoto azaliwe. Huyo mtoto ndiye atakaye kukomboa wewe na kizazi chako. Leo nimekuja kuzungumza na mtu mmoja, and there is heavy weight. Kuna mzigo mzito, na nataka upokee huu mzigo kwa jina la Yesu Kristo. Maumivu yako ya 2020, suddenly vitu vilitokea ghafla. Watu walikufa ghafla, watu walipoteza ghafla, watu waliharibikiwa ghafla. Wako watu hata tunapozungumza sasa wako hospitalini, lakini kilichowapeleka hospitalini ni ghafla. Kuna watu wameenda kuzikwa, wanaambiwa tu alikuwa amekaa peke yake, amekufa ghafla. What is happening? Kitu gani kinatokea? Mungu akisema anasema. Sisi tulidhani ghafla yetu itakuwa ni yale mambo mazuri. Hapana. Kuna utungu Mungu alitaka tuupate. Kuna sauti Mungu alitaka tusikie, ili tujue sisi hatukuokolewa kuja kukaa katika hii dunia kama watu tusio na faida. Kuna watoto wanazaliwa katika ulimwengu wa roho. Kuna vitu vinazaliwa, kuna huduma zinazaliwa, kuna vipawa vinazaliwa, kuna vitu vinaenda kutokea. 2026 atasurvive yule ambaye yuko tayari kuwa laini na kusudi la Mungu. Nimekuombea uwe wewe kwa jina la Yesu Kristo. Nasema nimekuombea uwe wewe katika jina la Yesu Kristo. Nimekuombea uwe wewe katika jina la Yesu Kristo. Kama vile ambavyo utukufu ulishuka, utukufu unaposhuka vitu vinadondoka. Wacha nikutabilie kwa jina la Yesu Kristo, vyote vilivyokutesa 2025 vikadondoke mara moja kwa jina la Yesu Kristo. Maana mfalme wa utukufu ameshuka, na yeye akishuka hakuna kisicho haki kitakachobakia, hakuna kisicho sawa kitakachobakia kwa jina la Yesu Kristo. Pokea neema ya Bwana ya kukupeleka. Naona neema ikitiririka tena, naona neema ikitiririka tena, ikitiririka tena. Bwana atafanya yale ambayo haukutegemea yafanyike kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Sharamakatora na mandara na basata
Zeketere maondari ya basakata ya mahanda. Repo sokotoro monda rabasakata. Twakupa utukufu, twakwabudu Bwana, wastahili sifa. Twakupa utukufu, twakwabudu Bwana, wastahili. In a soft way, twakupa utukufu. Thank you, Jesus. Sharamanda Rabasoto Roboko Sokotoro. Twakupa utukufu. Let me speak to those, niongee na wale ambao wanasema kuna Tanzania mpya inakuja. Listen carefully. Hamna Tanzania mpya inayokuja. Kuna uzao mpya unaokuja utakaoifanya Tanzania iwe mpya tena. Sijui kama umenielewa ninachokisema. Unanielewa ninachokisema? Kuna kizazi cha kimungu, spishi mpya kabisa itakayozaliwa baada ya uchungu mzito namna hii, baada ya mateso makali. Kizazi kitakachomcha Mungu katika roho na kweli ndicho kitakacholeta Tanzania inayoendana na Mungu. Nimekuombea uwe wewe kwa jina la Yesu. Nimekuombea uwe wewe kwa jina la Yesu. Inawezekana. 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 Inua mikono yako juu, tumwombe Bwana. Inawezekana. Kora manderebo satararabasokata. Nataka leo ni tarehe 30. Nataka tukomeshe uchungu. Okay? Nataka tukomeshe uchungu. Kila mtu kuna namna alivyoumia kwa namna mbalimbali. Maumivu hayakuanza juzi. Wengine wana historia ya maumivu. Bwana, nataka tuyakomeshe kwa jina la Yesu. Alafu tuione neema ya Mungu inayotuvusha, inayotufanya tuwe wapya tena. Kuna mtu ananielewa ninachokisema? Sharabasote. Usiponielewa ninachokisema, mwaka huo mwingine utaona ni mauzauza. Bado ukinielewa ninachokisema, wewe utakuwa shuhuda wa kwanza kwa yale ambayo Mungu anayafanya kwenye maisha yako. Lakini Mungu atatembea na wale walio tayari. Mungu anataka kuinua wana
watakaosimama kwenye nafasi zao ili taifa liokoke. Sio wenye porojo porojo, wanaoona kutoka kwenye enzi ya Baba, sio wanaoona kutokana na mihemko. Waombaji watakaoomba mapenzi ya Mungu na si matakwa yao. Nimekuombea uwe wewe kwa jina la Yesu. Mandarabasakata. Baba, katika jina la Yesu, mchana wa leo tumekuja kukushukuru, lakini asante kwa ufalme wako ambao Mungu unauleta katika dunia hii. Asante kwa ajili ya taifa letu zuri la Tanzania. Asante Bwana kwa sababu unataka kutupa lugha kama mnara wa Babeli. Sherebo kasakatayama. Tupo kama mnara wa Babeli, tumevurugika, tumechanganyikiwa, na kila mmoja anaongea la kwake. Hekima zetu zimefika mwisho. But now is the time. Wewe uliachilia Roho wako juu ya kila mwenye mwili, sasa ni wakati wa kwako Bwana kumwachilia Roho wako juu ya taifa la Tanzania, ukatupe lugha ya mbinguni, isiyo lugha ya kibinadamu, isiyo lugha ya kinyama, lugha ya mbinguni. Ukatupe msimamo wa kimbinguni, ukatupe mwelekeo wa kimbinguni. Tumebaki kuwa kama Nuhu, wajenzi wa safina, lakini vipimo vyote vitoke kwako. Chukua nafasi katika taifa letu la Tanzania. Hatuombi amani katika taifa letu la Tanzania, hatuombei haki katika taifa letu la Tanzania. Tunakuomba wewe ushuke mwenyewe kwenye taifa letu la Tanzania. Hatukuombi wewe Mungu utupe fedha ubadilisha uchumi wetu wa Tanzania. Hatukuombi utupe ulinzi wako wewe Mungu. Tunataka wewe ushuke. Tumejua ukishuka wewe, vilivyo viovu vinaondoka, visivyofaa vinadondoka. Tunakutaka wewe, tunakutaka wewe katika jina la Yesu. Tukikupata wewe tumepata vyote. Hapa ndipo tulipo wa Tanzania, na hapa ndipo tulipo kanisa lako Bwana. Tunakutaka wewe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah.